makamu wa rais, sasa hiyo tabia tulipige. Nimewashawishi sana jezi za njano msimu ujao. Tafute mahala ile nyumba iwekwe. Hamna nasemaje? Kumbukumbu tu yani Yanga wana fresh. Hilo Yanga wana. Ndio nimewashawishi leo baba tufanyeni mpango. Jezi ya njano tafute kama eneo fulani hivi. Tuweke ile. Niambie sawa. Hebu tuambie hili la leo hapa. Nini kimejiri kwenye kikao kilichotangulia na huu uongozi kuja kwenye eneo hilo la ujenzi? Leo tumekuwa na siku muhimu kweli, siku ambayo kwangu mimi ukiniuliza naweza kuitem kama siku ya kihistoria kwa klabu yetu ya Yanga. Detail nyingi zitakuja kuzungumzwa, lakini kilichojadiliwa ndiyo kimebeba historia yenyewe. Ukiangalia mchakato mzima toka ulivyoanza klabu ya Young Africans kutangaza nafasi kwa kampuni au taasisi mbalimbali kuja kushirikiana na uongozi wa klabu yetu kwenye ujenzi wa uwanja wa klabu yetu. Ule mchakato ukaenda vizuri, kampuni zikaomba na baadaye GSM Tanzania Limited akapatikana kuwa mshindi ambaye amekidhi vigezo vyote ambavyo viongozi uliviweka. Baada ya hapo uongozi ukaunda kamati ya kusimamia ujenzi huu wa uwanja na kamati ile ikaanza kazi mara moja kwa kuwajulisha kwanza GSM kwamba wameshinda, lakini na vikao vikaanza sasa. Vikao ambavyo ndani yake vilikuwa vimebeba picha kubwa ya mradi kwa maana ya designing yake itakavyokuwa. Tutakuwa na uwanja namna gani, eneo ndo kama hili, uwanja utakuwa upo namna gani, tutakuwa na vitu gani vingine kwenye eneo hili la mradi wa uwanja. Vyote vikajadiliwa hivyo na mwisho wa siku leo tumekutana sasa kwenye kikao ambacho ni kikao cha mwisho. Kikao cha mwisho kati ya uongozi wa Yanga na mshindi wa tenda ya kujenga uwanja kwa maana ya GSM Tanzania. Kikao cha mwisho kwa sababu ndio kikao cha makubaliano. Kikao cha makubaliano namna gani sasa pande hizi mbili zinashirikiana kuanzia kwenye umiliki wa huo uwanja, cost zitakuwaje, uwanja unaanza lini kujengwa. Kwa kila kitu kimekamilishwa leo. Kwa habari tu zaidi ni kwamba uongozi uko bize kama unavyoona hapa, tunajiandaa, tunataka tuelekee Singida, tuna mechi kesho. Kwa taarifa ilikuwa tuitoe leo kama kawaida yetu, lakini kwa sababu ya uwepo wa mchezo wa kesho tumesitisha kufanya leo press conference. Tunasafiri muda mchache ujao kuelekea Singida, alafu siku ya Ijumaa panapojaliwa Mwenyezi Mungu tutakwenda kufanya hafla nyingine kubwa ya kihistoria sasa, ambayo waandishi wa habari wa Tanzania, mashabiki na wapenzi wa klabu ya Young Africans watakwenda kushuhudia zoezi kwanza la kusaini mkataba huo mashirikiano kati ya klabu hizi mbili, na kwa mara ya kwanza mtakwenda kuona pia picha ya mradi, na kwa mara ya kwanza pia mtakwenda kutambulishiwa mradi unakwenda kuanza lini kujengwa. Hivi leo kwenye kikao mpaka nawaambia ni kikao cha kihistoria, mpaka kampuni ambayo itajenga, yani hao wataalamu watakaojenga tulikuwa nao pia ndani wakituelezea huo mradi kwa ujumla utakavyokuwa. Kiukweli kwa kuzunguka kwangu Afrika, sababu nimetembea kidogo alhamdulillah, ukiondoa ule uwanja wa taifa wa Morocco, sijaona uwanja mwingine mzuri zaidi ya huu ambao utajengwa hapa wa Yanga. Ukiondoa ule uwanja wa Morocco wa taifa ambao mliuona upigwa finali pale, sijaona uwanja mwingine mzuri kama huu ambao Yanga wanakwenda kuujenga hapa makao makuu ya klabu. Mimi nimetembea jamani. Unajua haya mambo tubishane kwa hoja. Mimi nimetembea Tanzania, nimetembea nchi mbalimbali hapa Afrika. Kila ambako Yanga imeshiriki mimi nimekwenda. Nimeona viwanja South Africa, nimeona viwanja Algeria, nimeona viwanja Misri, nimeona viwanja kote huko. Lakini nawahakikishia uwanja unaokwenda kujengwa hapa, uwanja pekee utakao uzidi kwa uzuri ni ule uwanja wa Morocco. Best stadium. Itakuwa ni jambo la kihistoria. Mimi niwaombe tu wana Yanga sasa hivi, tuombe kwa Mwenyezi Mungu atujalie uhai.
na afya ziwe njema. Hii tukio la kihistoria tulishuhudie, yani tuone kwa macho yetu uwanja wetu na tuingie pale. Rais mwishoni alidokeza pale, hata mechi ya ufunguzi ikiwezekana, hata Arsenal waje hapa tuwashone kwenye mechi ya ufunguzi, tufute mechi moja kubwa ya kihistoria tuwalete hapa, yani kipigike. Kwa hiyo tuombe uhai wana Yanga. Hili jambo tena sio jambo ambalo zamani lilikuwa onekana kama story tu za Alinati. Hata wakati tumetangaza mchakato umeanza, wakubeza wako wengi, siasa tu hizo, uwanja upo kwenye makaratasi, lakini na wahakikishia Ghalib Said Mohamed GSM ana dhamira ya dhati ya kujenga uwanja, na dhamira hiyo ameshaionyesha kwa vitendo. Ameshasafirisha, ngoja nimalize kijana, ameshasafirisha hiyo kampuni tayari iko hapa, michoro ishakamilika, kila kitu, ni zoezi la kusaini, mradi unaanza. Wallahi nawaapia, kama kuna kiumbe, mimi nimetoka kuambia kwenye kikao, kwa kipato changu nilichokuwa nacho na wana Yanga wenzangu, mradi ukikamilika na sisi tutanunua mifuko ya simenti pale kwenye mlango wa kuingilia, tujengi pia na sanamu la GSM. Yani mwambie wana Yanga wenzangu, basi mambo yetu hayo. Yani mradi tu ukianza, ukishafika kwenye ukamilika pale, na sisi tutafute wana Yanga wote tutatangishana tena, tununue mifuko wa simenti, tutafute mtaalamu wa kutujengea pale sanamu la Ghalib Said Mohamed GSM likae pale. Ukiingia unakumbuka historia ya GSM, alafu unauona uwanja wa kihistoria. Hii klabu ina miaka zaidi ya 90. Uwanja huu, ardhi hii ipo miaka 90 ipo, lakini hakujawahi kutokea mtu mwenye nia ya dhati ya kutaka kujenga uwanja kama Ghalib Said Mohamed. Kwa hiyo tunachozungumza ni kwamba maana yake kilikuwa ni kikao cha mustakabali, kufahamu mustakabali. Maana yake mustakabali umefikiwa, jambo lipo kwenye nani. Ndio maana nakwambia Ijumaa tunakwenda kwenye hafla ya kutia sign na kuwaonyesha mchoro mzima wa uwanja, lakini la pili la tatu ni kwenda kuwaambia tunaanza lini. Yani sio jambo la kuchelewa. Bosi amesisitiza kwenye kikao, nataka hili jambo likimbie zaidi anavyokimbia Kipchoge. Ali, unapozungumza hivyo, uwanja huu ulikuwa pia sambamba na mradi wa DMDP kama nitakuwa sijakosea. Yes. Na mradi huo bado unaendelea. Tayari makubaliano kwa upande wa serikali, kila kitu. Ndio maana nimekwambia wakati kamati imetengenezwa ya kusimamia uwanja wa Yanga, miongoni mwa procedure alikuwa anazipitia ni hizo. Umeona kwa mfano daraja linainuliwa ile, si ndio? Lazima ujue kiwango chako cha usawa huu wa ardhi kipo katika kiwango gani. Sasa hapo naongea kama engineer kamwe hapo. Hapo nishatoka kama nakuja kama engineer hapo. Ujue hii landscape unaipataje? Kama tunapandisha mchanga tunafanyaje? Hasa ni mambo ambayo kamati yetu ilikuwa inazungumza na wenye mradi huu wa bonde la mto Msimbazi kujenga hapa mradi huu wa Benki ya Dunia, tuwe pamoja katika fikra inayofanana. Wenyewe hawa wenye mradi huu wa bonde la Msimbazi hawa tumeonyesha uwanja wetu, wameshtuka. Walijua tu kwamba Yanga wanavyoomba kujenga ili eneo si eneo ambalo itakuwa ni eneo la kibiashara, eneo la mvuto. Tulivyowaambia kwamba uwanja wa Yanga ni huu, wenyewe wameshtuka. Wamesema mmeleta kitu cha tofauti kabisa ambacho hatukuwa tunakifikiria. Kwa hiyo kwenye mradi huu inshallah ambao unafunzwa kukamilika kwa mipango ya serikali huko, kama kuna kitu kimeongeza mvuto pia kwenye mradi huu ni uwanja wa Young African Sports Club. Na wahakikishia wana Yanga, sauti yangu ipo juu, sina mashaka yoyote. Stori za uwanja wa Yanga sasa zinaonekana kwa fikra zenye ukweli, sio tena maneno. Tunakwenda kwenye ukweli, tunakwenda kwenye historia ya kweli. Ndio maana naudia kusema GSM, Mungu kadri atakavyomjalia muda wa kuishi duniani, sisi wana Yanga tutamtoa kwenye mioyo yetu, iwe leo, kesho kutwa. Anachokwenda kutuachia hapa ni historia kubwa kwa klabu yetu. Wanapo mambo ya watu sijui wameficha funguo tena, mara wamekimbia na funguo za mageti. Hayo mambo sasa huwezi kuyapata shekhe. Huwezi kuyapata hayo mambo kwa sababu tutakuwa tuna dressing room za kisasa, dressing room ambazo ukileta mizengwe zenyewe zinaukataa. Dressing room za Yanga tutatengeneza hapa, uje ulete mizengwe zenyewe zinakwambia hapa sio sehemu yake hapa. Uwanja una standard za kimataifa. Kwa hiyo ni jambo la Mwenyezi Mungu atujalie tu Ijumaa ifike kwanza, tutawaalika wote waandishi wa habari mje. Injinia amependekeza tutafanyia hapa hiyo hafla. Hapa ambako uwanja utakaa. Tutaweka zoezi la kusaini hapa na mtaona picha hapa na nyie mtabakia kwenye kumbukumbu inshallah. Mara ya mwisho zoezi la kusaini uwanja ulivyokuwa eneo, na baada ya kipindi kifupi
mtakuja kuona uwanja wa Yanga utapokuja kuwekwa. Sawa sawa. Kwa hiyo itakuwa ndo klabu namba 1 Afrika kwa kuwa na uwanja mzuri. Kabisa, bila shaka yoyote ndugu yangu. Bila shaka yoyote. Kwa sababu mimi nimeona si vitu viko humu kwenye document. Nimeona viko humu kwenye document. Karatasi yote. Mnapima tena kifua changu. Kama mambo yanakaa hayakai. Mnanijua, lakini hili hapana. Hili hapana. Hili ni jambo kubwa ambalo tumeliwekea userious mkubwa, na viongozi kuniamini kushiriki kwenye hili jambo. Kwanza nasema alhamdulillah. Sina sumu ya kuchangia, sina mawazo ya kuchangia, lakini nimekuwa sehemu ya historia. Wamepita wasemaji wengi hapa, wamepita viongozi wengi, mimi na umri wangu huu kuwa sehemu ya vikao vya kwenda kujenga uwanja wa kihistoria. Nasema alhamdulillah. Na ndio maana naendelea kusisitiza na wana Yanga, ikiwezekana leo kwenye sunna za swala zetu zile tumuombee pia na GSM, Mungu aendelee kumjalia afya ili jambo liweze kukamilika inshallah. Watu wengi pengine wanadhani kama hadithi. Pengine nimekusikia ukizungumza kwamba umesema ni mara ya mwisho sasa kikao. Yes. Watu zungumzo hivyo kwa sababu watu wanaona mbaki mwezi kuelekea mko sahihi. Hata watu waliokuwa wanabeza kwamba Yanga haiwezi kujenga uwanja, ni maneno tu ya kisiasa hayo, wako sahihi kwa sababu ya experience ya huko nyuma. Mshashuhudia vitu vingi, mshashuhudia michoro mingi, mshashuhudia Wachina wengi, si ndio bwana? Lakini uwanja hamjawahi kushuhudia. Kwa hiyo mtu anayesema Yanga wajengi waongo ni siasa, yuko sahihi kwa sababu ya experience ambayo yuko nayo. Hapa anawaeleza picha ya uhalisia ya nini ambacho kimejadiliwa na nini ambacho kimekubaliwa. Mpaka napata nguvu ya kuambia hiki leo ndio kikao cha mwisho. Maana yake upande wa Yanga umemaliza, upande wa GSM umemaliza. Tumeshakubaliana. Kilichobakia mbele ni kusaini mkataba sasa, tuende tukaanza utekelezaji. Kwa hiyo ni jambo ambalo linahitaji tu afya njema. Mtakuwa mnakuja hapa. Sijui kama sisi tutakuwa tunawaruhusu. Maana yake na nyie naye. Mtakuwa mnaona hapa mradi unavyokuwa unaanza, na bosi kama narudia kauli yake aliyoisema kwenye kikao. Nataka uwanja huu ujenzi wake ukimbie zaidi ya Kipchoge. Yaani uende kwa speed ya marathon ya juu kabisa, kwamba mwana Yanga akilala leo lini? Jumatano akiamka akute kuna progress kubwa imeendelea. Ndicho bosi anachokitaka. Yaani uwanja ujenzi wake ukimbie kwa spidi ambayo mtu akilala Jumatatu alichokiona Jumanne akipita Jangwani akute kitu kimeendelea zaidi. Maana yake bosi ana dhamira ya dhati ya uwanja huu ukamilike mapema. Sasa kama mwenye hela anataka uwanja ukimbie, sisi Yanga tutakwamisha vipi yani? Sababu kichwa tusumbua hapa ni hela. Mwenye hela akasema anataka uwanja huu ukimbie, maana yake hela anakuja nayo cash pale, twendeni jambo likamilike. Sisi ni kuomba tu ardhi yetu hii hapa. Tuishukuru serikali ya Dr. Samia, imetukabidhi ardhi, imetuongezea lote eneo letu hili. Ni sisi sasa kumkabidhi bosi, weka maneno hapa. Pengine kwa makadirio wamesema natamani ujenzi uende kwa muda gani? Ndio maana tusiwe na haraka. Siku na Ijumaa ndio siku ya hafla. Leo ni mwa brief tu kidogo, lakini Ijumaa patakuwa pana hiyo hafla kubwa ambayo hizo details zote mtakwenda kuzipata. Bwana, kwa kumalizia, kwa sababu baada hapa tupati tena. Mechi yenu imepelekwa Singida sio Dodoma. Una nini cha kuzungumza? Ya unajua mimi kuzungumzia mradi wa uwanja, mradi wa mabilioni ya fedha, alafu unakuja kunichanganyia tena mambo sio ya uwanja wa Singida Dodoma. Yaani hapo hiyo uwanja wa Singida umenijia machoni hivi. Ule uwanja wa Masanza umenijia machoni hivi. Airtel Stadium ya Masanza ile. Yanga itajenga kama 2 pale kwa ajili ya watoto kucheza tu. Kama ule ambao Masanza leo anavimba nao. Tutajenga tasoka school watu kucheza watoto tu. Nwani umeniambia tu Airtel Stadium Masanza Singida. Kumbuka li uwanja la Yanga afu ndio viwanja vya watoto kuchezea. Tukacheza mara ya mwisho utafanyaje? Ndio mara ya mwisho wakatuone kina Masanza, lakini baada ya hapo kutuona Yanga itakuwa shida. Ukija hapo unapotea kama mtu umeenda nje umerudi baada ya mfupi unapotea. Kwa hiyo kama nakwambia tunaondoka viongozi jioni hii tunaelekea Singida. Timu tayari imeshafika Singida leo hii ninapozungumza na nyinyi, tulikuwa tunawasiliana na meneja hapa. Kila kitu kinakwenda sawa. Dodoma nafikiri mnawajua, ni timu sumbufu kidogo, lakini dhamira yetu sasa hivi si Yanga ni kubeba ubingwa. Kwa hiyo huwezi kuwa unazungumza miradi ya uwanja mkubwa kama hii alafu dhamira ya ubingwa una. Ndio tofauti inapokuja hapa. Dhamira ya klabu kubwa zinakwenda sambamba. Maendeleo nje ya uwanja na maendeleo ndani ya uwanja yanatakiwa yakimbizane. Si ndio? Kwa hiyo dhamira yetu ni kuchukua ubingwa tena msimu huu,
na sasa hivi kila mwana Yanga ameshaona, hahitaji mimi kusema tuna vita kubwa kiasi gani kwenye kuutetea ubingwa msimu. Kila mwana Yanga ameshaona. Kwa hiyo ni jukumu letu sasa, mambo yanaonekana, ni jukumu letu sisi kuungana kwa pamoja kwenda kuipambania timu yetu. Kwa hiyo wana Yanga ambao wako Dodoma, wako Singida, tafadhali twendeni kesho uwanja wa Airtel tukaisupport timu yetu tupate matokeo mazuri inshallah. Fine imeshakabidhi. Fine tumeshakabidhi. Mtendaji mkuu Andre Mtine amenitumia mambo kwa ushahidi. Mambo kwa ushahidi. Mambo kwa ushahidi. Haya. TPLB 30 million mzigo uwapo. Fikiri mnaona umeshakwenda huo. Si ndio Mambo kwa ushahidi. TPLB 1 million kwa ajili ya Walter. Mzigo wapo. Alafu Yanga bwana. Yanga Afrika. Jana tumetangaza milioni 31 na laki ngapi sijui ile. Leo kuna milioni 34,210,380. Yaani ni wataarifu tu wazazi ambao wana mabinti wazuri. Nikija kuleta posa kwenu mashemeji zenu ndo hawa. Mamilioni. Mamilionea wamechango milioni 10, milioni 5. Hao ndio watu ambao familia yako itaungana nao. Yaani unakwenda kuungana na timu tajiri, timu ambayo mashabiki wake hawana shida ndogo. Kwa hiyo zoezi tumeshalipa na niweke hii clear. Maana nimeona kuna mijadala mingi ikiendelea kuhusu michango ya Yanga. Kwanza, bodi ya ligi kupitia kamati yake ya uendeshaji imepitia ya matukio, imetoa taarifa ya kupigwa faini Yanga kwa maeneo ambayo tumekosea. Yanga tungekuwa wakaidi kwanza, tungekaidi hiyo adhabu tuliopewa. Lakini tunaheshimu mamlaka zinazoongoza mpira. Tumepitia, wametueleza makosa yetu, tumeyakubali. Baada ya hapo mashabiki na wanachama wakauambia uongozi kwamba hiyo faini tuachieni sisi, na ndani ya saa 10 wakawa wameshakamilisha malipo yote ya hizo faini. Sasa mtu mmoja akaibua hoja anasema, kwa nini klabu haijalipa wamelipa wanachama? Msiwajibike nyinyi viongozi. Mtu ameuliza hapa asubuhi kwamba kwa nini klabu imelipa haijalipa wanachama. Kichwa yake sio nzuri Nimemuuliza kwanza, ukisikia klabu ya Yanga wewe unajua nani huyo? Klabu ya Yanga ni Ally Kamwe? Klabu ya Yanga ni engineer? Klabu ya Yanga ni wanachama. Kwa hiyo ukisema kwa nini klabu isilipe, hawa waliolipa ni nani sasa? Wajomba zako? Hao ndio wenye Yanga yao ndio wamelipa, si ndio? Unaposema kwamba kwa nini viongozi hawajawajibika kulipa, viongozi walichokifanya mpaka kosa limepatikana, walikuwa hawafanyi kwa ajili ya familia zao, walikuwa wanafanya kwa ajili ya timu, na wanachama wenye timu yao wameona yes, tumepambana na tumekosea hapa, tunalipa sisi wenye timu yetu. Sasa swali la kuja dogo tu jepesi, dogo tu, wewe hela sio yako. Yanga wamechangishana hela yao wenyewe, wamelipa deni lao wenyewe. Kama sio uchawi, kinachokusumbua wewe ni kitu gani? Yaani wewe unavokaa tu kiroho inakusokota. Ndio maana asubuhi nimwambia mtu mmoja, tafadhali na sisi wote tujikite kwenye kutafuta hela jamani. Unajua mtu ukiwa una hela ndio masononeko moyoni yanaanza kama hivi. Tuweke juhudi kwenye kutafuta hela. Mwanachama wa Yanga jana kanipigia simu, yupo nje ya nchi yule. Maana nimeona pia message nyingi sana. Baadhi ya wadada wakiniomba namba ya yule jamaa aliyotoa milioni 10. Sielewi wana shida naye gani. Waniambia nataka tumpongeze mwanachama mwenzetu. Kakako, na huyu naye yupo kwenye line. Kwa nataka wapitie kwako. Yaani wada wapite. Ameniambia yule jamaa jana, wallahi tena amenipigia simu. Vipi Kamwe? Nikamwambia poa, namba ni ya nje. Michango imefika shilingi ngapi? Nikamwambia kuna milioni 10 hivi na laki 77 hivi. Akaniambia natia 10 hapo sasa hivi. Nikajua hawa si ndio janja huyu. Nimekata simu dakika 2 kanitumia muamala. Alafu akaniambia ficha hapo jina langu hapo. Nimefanya kwa ajili ya Yanga. Imagine mtu katoa milioni 10.
katoa milioni 10 na hataki kuonekana. Watu wanavyoipenda Yanga yani 10 milioni na hataki kuonekana. Alafu kuna Fumao katoa 300,000 kila muda anisumbua. Ni posti 10 milioni nimekatia. Katia 10 milioni alafu kaambia nifiche jina langu. Sasa ndugu zanguni, hayo ndiyo mahaba ya wanayanga kwa timu yao. Ndio maana nikamwambia mtu, wewe mmoja unaona Yanga wanakosea, alafu kuna watu milioni 30 wanaona Yanga yao imepatia na wamechanga kiasi cha mtu kutoa milioni 10. Milioni 10 wewe ukipewa saizi Jadu, wewe ukipewa milioni 10 saizi, hii biashara ya Ava kuamka asubuhi unatuma ukaripoti, unaacha unaenda kununua kamera yako milioni 4.5, unanunua maiki zako kwa Zuberi, unafungua Jadu TV na wewe unaanza kuajiri watu. Ndio ukubwa wa 10 milioni ambao mwana Yanga ameitoa tu kwa ajili ya kuchangia timu yake. Kwa hiyo sisi viongozi tunaendelea kusimamia pale pale kwenye kujivunia aina ya chama na mashabiki ambao tuko nao. Kama mtu anaumia na mchango wa Yanga, achangishe na yeye. Kama mtu mchango wa Yanga unamuumiza, changisha na wewe. Ita ukoo wako, changisha 100,000 uone ilivyokuwa ngumu. Yaani shirikisha ukoo wako. Kama ni Shentembo itaneni wote. Mna shida ya laki naombeni uone kama utapata. Sasa kulinda pointi 3 hizo. Lakini Yanga wanajua, unajua ili jambo lilotokea, wana Yanga wanajua, si wanaona. Yaani wana Yanga wanajua okay, tumekosea, lakini tumekosea katika harakati zipi? Kuna jambo lilitokea Arusha kule mkasema la Arusha mimi silijui. Nimeona mitandaoni kama nyie mlivyoona, nimeona wachezaji wako hospitali kama nyie mlivyoona, nimeona ripoti ya daktari wa Azam. Binafsi sikuielewa, sijui nyinyi wenzangu mlielewa, ndio wanaongea vitu vya kitaalamu vingi, lakini issue ya msingi hajasema. Umeelewa? Mara sijui watoto wana nini na nini, maana kaona kawaida. Sema 442 ulipigwa ukupigwa ndio watu wanataka. Daktari kazunguka ingia hapa katoka huko kaenda huku, mara sijui akalala, wengine wakamka, mara sijui kaje na nini. Angekuwa daktari wa Yanga pale, angenyoosha kama rula. Daktari Azam kaenda hapa kaibuka huku, mara sijui akalala, kichwa kikamuuma, mara tumbo likaba, mara tukaona mmoja tukaona kawaida, mara tena wanne wakaongezeka, mara 90%. Daktari, sema shida nini? Maelezo bale, sema saidia mpira, mmepigwa nini? Wewe si daktari? Maana mpaka unasema mchezaji ilibidi kupimwa figo. Sema shida ilikuwa nini? Unaposema tumepima, si vipimo vya kawaida vionyeshi. Sasa kama vipimo vionyeshi kaumwa nini? Kalogwa? Wanajua afya ya wachezaji. Mimi ndio moment kama hizi. Nataka niwaambie ukweli, moment kama hizi ndio zinatofautisha viongozi wa Yanga na viongozi wa timu nyingine. Sisi Yanga tunapokuja maslahi ya timu yetu kama rula hivi tunakunyooshea. Hashimu Ibwe na Zaka wako tu pale. Wachezaji karibia 9 wanasemekana wanaumwa.